Kila mwaka, maelfu ya watu kutoka Afrika Mashariki na Afrika ya Kati huondoka nyumbani mwao wakitafuta maisha bora. Wengi wao huota kufika Ulaya. Lakini safari hiyo mara nyingi huambatana na hatari kubwa. Moja ya njia zinazotumiwa na wahamiaji ni kupitia visiwa vya Komoro kuelekea Mayotte, eneo la Ufaransa lililoko katika bahari ya Hindi. Kwa baadhi yao, Mayotte ni mwanzo wa maisha mapya. Kwa wengine, ndio mwisho wa ndoto zao. Quoi ça qui arrivé des Comores avec 11 passagers, un passeur à bord. 2 évassanes. 2 personnes blessées à bord qu'on a fait évassaner par les pompiers. Je crois qu'il a son carnet, je pense. Non, c'est la perfusion, ça, c'est une perfusion. Tu vois un peu, il n'y a pas de plaie saignante là. Je regarde juste s'il y a une plaie saignante. Tu vois la hanche là. D'accord. Commence à mettre les bidons au milieu là. C'est bon les bons pour la... Les bidons des... Mayotte ni kisiwa kidogo kilichopo kati ya Msumbiji na Madagascar. Ingawa kiko karibu sana na bara la Afrika, ni sehemu ya Ufaransa. Kutokana na hali hiyo, watu wengi hukiona kama mlango wa kuingia Ulaya. Ili kufika huko, wahamiaji wengi husafiri hadi Komoro kabla ya kuvuka bahari kwa mashua ndogo. Safari nyingi hufanyika kwa kutumia mashua zinazojulikana kama kwasa-kwasa. Mashua hizi ni ndogo na mara nyingi hubeba watu wengi kupita uwezo wake. Safari nyingi hufanyika usiku ili kuepuka kukamatwa. Je, unatafuta mahali pazuri, salama na pa bei nafuu pa kukaa ukiwa Kyakatu Bukere, Kegegwa? Karibu Executive Guest House Bukere, nyumbani mbali na nyumbani. Tunatoa vyumba safi na vya kisasa, vitanda vya starehe vyenye vyandarua, huduma bora kwa wateja, pamoja na mazingira tulivu yanayokupa mapumziko ya kweli. Furahia huduma zetu za Wi-Fi, kifungua kinywa, maegesho salama na ukarimu wa kipekee unaokufanya ujisikie nyumbani. Iwe wewe ni msafiri, mfanyabiashara, mfanyakazi wa shirika au mgeni anayepita Kegegwa, Executive Guest House Bukere ndio chaguo sahihi kwa malazi ya uhakika. Piga simu sasa au tembelea tovuti yetu kwa maelezo zaidi. Executive Guest House Bukere, safi, salama, tulivu na nafuu. Karibu ukae nasi leo. Executive Guest House Bukere, nyumbani mbali na nyumbani. Na nyumbani, vyumba vizuri, huduma bora. Karibu leo. Lakini mazingira ya bahari, mawimbi makubwa na ukosefu wa vifaa vya usalama
huifanya safari hii kuwa hatari sana. Ajali nyingi hutokea kati ya Anjouan nchini Komoro na Mayotte. Waokoaji wanasema mashua nyingi huzama karibu kabisa na mwambao wa Mayotte. Katika baadhi ya matukio, injini huharibika. Katika mengine, mawimbi makubwa hujaza maji ndani ya mashua. Na wakati mwingine, uzito mkubwa wa abiria husababisha mashua kupinduka. À midi, on sait que c'est la pause déjeuner. Et du coup, dès 11h30, ça laisse la voie libre car ils sont déjà partis. C'est là qu'on en profite pour débarquer. En attendant le bon créneau pour débarquer sur Mayotte, les Kwassa-Kwassa patientent au large. Une pause de 30 minutes en pleine mer, sans aucune protection ni sécurité, avant l'étape finale. On appelle ça escale. C'est comme quand tu vas en France ou en Amérique, tu fais escale. C'est pas direct. Quand tu es tout près de Mayotte, tu t'arrêtes pour le transfert de passagers. Tu rapproches les bateaux qui passent de l'un à l'autre. Un Kwassa-Kwassa repart vide vers Anjouan, pendant que l'autre continue sa route, ou se fait serrer. Njia ya Mayotte imekuwa moja ya njia hatari zaidi za wahamiaji katika bahari ya Hindi. Mwaka 2007, watu 17 walifariki katika ajali moja ya mashua karibu na Mayotte. Mwaka 2012, shirika la UNHCR liliripoti kuwa watu wasiopungua 69 walikuwa wamekufa au kupotea katika njia hii ndani ya mwaka mmoja pekee. Mwaka 2024, watu 25 walifariki baada ya mashua yao kuzama. Mwaka 2026, watu 17 walipoteza maisha katika ajali nyingine. Mashirika ya kimataifa yanaamini kuwa kwa miaka mingi maelfu ya watu wamepoteza maisha katika njia hii. Licha ya hatari hizi zote, watu wengi bado wanaendelea kuchukua safari hii. Sababu zinazotajwa mara nyingi ni umaskini, ukosefu wa ajira na matumaini ya kupata maisha bora. Lakini mara nyingi matarajio haya hukutana na ukweli mchungu wa safari isiyo salama. Nilitaka kufika Ulaya. Niliamini maisha yangu yalikuwa bora, lakini nilichokiona baharini kilibadilisha kila kitu. Nimepoteza marafiki niliokuwa nao katika safari hiyo. Leo siwezi kumshauri mtu yeyote
kuchukua njia hiyo. Mayotte ni sehemu ndogo kwenye ramani, lakini kati ya Komoro na Mayotte kuna bahari ambayo imechukua maisha ya watu wengi. Kwa baadhi ya watu, safari hii imewaletea matumaini mapya, lakini kwa wengine wengi imekuwa mwisho wa ndoto zao. Pour moi, la vie, c'est difficile. Ouais, c'est pour ça que je traverse la frontière. Tu as eu peur quand tu as traversé en bateau? Ça t'a fait peur? Comment... Si, j'ai peur, mais j'ai pas le choix. Je veux une vie meilleure vie. Pour moi et aussi ma petite sœur. Je veux être avec ma mère parce que ma mère elle est ici. Aussi, en fait, j'étais ici depuis 2015 jusqu'à 2022. Après, je suis attrapé avec la PAF. J'étais allé au Comores. Là-bas, la vie, il y a difficile naam. La vie est difficile naam. Du coup, tishnana nesho de manaka na kusanda gehun. Kabla ya kuchukua safari yoyote isiyo halali, ni muhimu kuelewa hatari zake, kwa sababu wakati mwingine safari inayoanza kama matumaini inaweza kuishia kuwa janga.